katusafisha, tumekuwa safi kweli. Kwa wingi wa maovu yetu, Yesu hakutazama hilo. Yesu katuokoa, tumekuwa safi kweli. Yes.
Baba, umesema tusije hekaluni mwako mikono mitupu. Na Bwana, watoto wako tumekuja na sadaka sasa, wengine wana shukurani, wengine wameambatanisha mahitaji yao na sadaka hizi. Baba, naomba mkono wako ukaguse mahitaji ya watoto wako katika jina la Yesu. Ukabariki kazi za mikono yao, ukabariki shughuli zote zinazofanyika, shughuli za mashambani na mifugo, wafanya biashara, wafanya kazi. Bwana, kila analolifanya mtoto wako akabarikiwe katika jina la Yesu. Tunaendelea kukataa na kuvunja kila hila za adui, zikashindwe katika jina la Yesu. Na kwa sadaka hii Bwana, watoto wako tukalindwe na kufanikiwa, na ufalme wako ukajengwe katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuwe na uzima, tuwe na utele, oh, tuwe na uzima, tuwe na utele, tuwe na uzima, oh, tuwe na utele, tuwe na uzima, oh, tuwe na utele, tuwe na uzima, tuwe na utele, tuwe na uzima, tuwe na utele, tuwe na uzima, Nataka tukumbushane kidogo alipozikwa. Maandiko matakatifu yanazungumza ya kwamba
alifufuka. Sasa baada ya kufufuka, kuna watu kadha wa kadha aliwatokea au alijidhihirisha kwao, akiwemo Mariamu Magdalene ambaye alikwenda kaburini kwa lengo la kupaka mwili wake mafuta, kama ambavyo waimbaji wameimba mahali hapa. Na akiwa eneo lile la tukio, cha ajabu alipofika pale, alikuta lile jiwe ambalo lilikuwa linaziba ule mlango wa kaburi limekwisha kuondolewa. Ndugu zetu miaka ya nyuma walikuwa wanazika kwa namna hiyo, wanachonga kwenye mwamba, alafu wanazika mule, mwili unaingizwa, alafu juu kinawekwa kifuniko ambalo pia lilikuwa ni jiwe, ambalo kwa kawaida kama ni mtu tu, hata wewe bouncer namna gani, huwezi kuliondoa hilo jiwe hapo. Yesu atusaidie sana. Sasa Mariamu akiwa maeneo hayo, anakuta jiwe halipo, alafu akachungulia ndani, haoni, mwili haupo. Ikamchanganya, na baadaye akaanza kuulizia hapo, na tunaona ya kwamba Yesu Kristo akajifunua kwake. Na alipojifunua kwake, yani macho yake yakafunguliwa, akamuona, na ghafla akataka kwenda kumshika. Yesu akamwambia, usinishike, maana bado sijapaa kwenda kwa Baba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu wengine ambao aliwatokea, walikuwa wanasafiri kutoka eneo moja wanakwenda kijiji kimoja kinaitwa Emau. Wakiwa njiani wanazungumza habari za tukio. Yani kipindi hicho habari ya mjini ilikuwa ni kifo na kufufuka kwa Yesu. Ndio ilikuwa imechukua nafasi kubwa. Kama kulikuwa na vyombo vya habari, TV zote zilizungumzia habari hizo. Magazeti yote yaliuza habari hizo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wakiwa njiani wanajadiliana, mara akatokea mtu katikati yao, akajiunga nao kwenye safari. Na wakati wanaendelea na safari, wanakaa wanazungumza nao, sasa jamani, kwani kuna nini? Mmoja wapo anamwambia, wewe kwani wewe ni mgeni hapa Yerusalemu? Ni mgeni? Ujui kilichotokea, yaliyotokea hapa nyuma siku 2-3 zilizopita? Ujui yaliyotokea? Baadaye wanaanza kumwambia habari za mambo ambayo yalitokea. Wakati wanaendelea na mazungumzo hayo, wanakaribia kuingia pale kijijini. Sasa Yesu akawa anataka kama kuendelea mbele na safari. Wakamsihi sana, tafadhali naomba ubaki pamoja na sisi hapa. Na katika mazungumzo akajifunua tena kwao wale watu. Na baada ya kujifunua kwao, akawapa maelekezo fulani, kwamba muende mkawaambie ndugu zangu 1, 2, 3. Lakini kuna jambo jingine ambalo natamani sasa tusome neno la Mungu ili tuone kwenye pointi ambazo natamani sana tufahamu. Yohana sura ya 20 mstari wa 19 mpaka ule wa 21. Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 19 mpaka ule wa 21. Ikawa ni jioni, siku ile ya kwanza ya juma. Siku ile ilikuwa ni ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma. Pale walipokuwa hapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Hawa wanafunzi baada ya tukio hilo, walienda wakakaa eneo fulani, wakiwa humo na milango yote ikiwa imefungwa. Wako humo ndani wanafunzi wa Yesu. Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia. Yaani ghafla hakuna aliyemfungulia mlango, hakuna ambaye labda aliruka dirisha. Ghafla wakamuona yuko katikati yao. Kikatokea nini? Amani iwe kwenu. Yesu akazungumza neno moja hilo, ya kwamba amani iwe kwenu. Jambo la msingi sana. Amani iwe kwenu. Maana yake
walikuwa wamepoteza amani. Hilo ni la kwanza, walikuwa wamepoteza amani kabisa, kulingana na tukio ambalo limefanyika kwa Bwana wao au Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hali kama hiyo, na wao wakaona wako kwenye hatari ya kuwindwa na hao Wayahudi, wako kwenye wakati na wao wa kutafutwa ili watendewe mabaya. Sasa wakawa kwenye nyumba moja wamejifungia humo, na Yesu amewatokea sasa hapo, anawaambia amani iwe kwenu, yaani msiwe na hofu, ondoeni mashaka yoyote. Akiisha kusema hayo, akiisha kuzungumza maneno hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Akawaonyesha mikono yake basi wale wanafunzi na sehemu ya ubavu pale ambapo tulijifunza ya kwamba alichomwa mkuki, maji na damu vikatoka maeneo hayo. Akawaonyesha ili kuwathibitishia, jamani, ni mimi, yani amefufuka, ni mimi mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Wanafunzi wote wakawa wamepata furaha ya ajabu walipomwona Bwana wetu Yesu Kristo. Basi Yesu akawaambia tena. Yesu akarudia tena lile neno, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Na mimi nazungumza mahali hapa, amani iwe kwako. Amen. Haleluya. Amani iwe kwako. Waebrania sura ya 12 mstari wake ni wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wachache, eti wote, nusu wote. Endelea. Na huo utakatifu. Kumbe kuwa na amani, unapotafuta kuwa na amani na watu wote, hiyo ni sifa ya utakatifu. Ambao hapana mtu atakayemuona Bwana. Hakuna mtu ambaye atamuona Mungu kama hana huu utakatifu huu. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo nataka tuzungumze tu kwa habari ya maneno haya mawili ambayo Yesu aliyazungumza hapo, amani, 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 amani. Sasa amani ni nini? Maana ya kwanza ya amani ni hali ya kutokuwepo na vita au machafuko. Lakini maana ya pili ni hali ya kuwa salama. Yani kuna usalama, ni amani, kuna usalama. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndugu zangu, bila kuwa na amani na watu wote si rahisi kumuona Mungu. Yani wewe kama una mabifu tu na watu, umebeba watu ndani ya moyo wako, utaki kuwaachilia, sahau. Tunatafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa amani. Yeye siye Mungu wa machafuko, na wala hapendezwi na machafuko. Bwana Yesu atusaidie sana. Eneo la kwanza katika kutunza amani ni kwenye familia zetu. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe baba, wewe mama, ninyi ndiye au niseme kwa kifupi wazazi, baba na mama, sisi ndio tunapaswa kutengeneza amani kwenye familia zetu, tuambukize roho ya amani hata kwa watoto wa kwetu hapo nyumbani. Hilo ni eneo la muhimu na la msingi sana. Amani kwanza inaanzia nyumbani. Kama nyumbani hakuko vizuri, hata hao ambao wameimba nyimbo hapa wakimsifu huyu Yesu aliyefufuka na kushangilia vizuri, na tukasikia wote vizuri hapa, kama kuna mtu ameondoka nyumbani kwake hakuna amani, na bahati nzuri au mbaya mwenzi wake au mume wake au mke wake yuko humu ndani, alafu yeye mbele ameshika kuimbisha hapa na ameondoka kule nyumbani, hakuna amani, haviwezi vikakaa sawa sawa.
Mungu wetu atusaidie sana. Sisi viongozi na wengine tunasaidiana nao huko, mmeketi huko, tunapaswa kuhakikisha amani inatawala kwenye eneo letu hili ambalo tunafanyia kazi. Hii ni pamoja na majirani wanaotuzunguka. Mimi ninashauri, japo bado ni mbali, lakini ninashauri leo huko hapa, nasikia hapa tuna wageni, pengine labda ukarudi ukaenda kufanya kupiga kula huko ulikotoka. Ninashauri hivi, fika kwa wakati, piga kula yako, baada ya kumaliza nenda nyumbani. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, yako maeneo mengi, nimesema machache, ambayo tunapaswa kwa hakika kulinda na kutunza amani. Na mwisho kabisa ni kulinda na kutunza amani ya nchi yetu. Muhimu sana. Popote ulipo, popote nako kwenda, hakikisha unalinda na kutunza amani. Kama ambavyo tumesoma kwenye neno la Mungu, baada ya Yesu tu kufufuka, anawatokea wale wanafunzi amani. Anazungumza amani. Amani, amani, amani. Asifiwe Mwokozi. Nihitimishe kwa kusema, wewe kama mtu wa Mungu, epuka kabisa kuzungumza lugha zisizofaa. Zaburi ya 34 mstari wa 12 mpaka ule wa 13 ndio kifungu changu cha mwisho kwa leo. Leo sitaki kuwakalisha muda mrefu hapa. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima? Ni kama swali linaulizwa. Ni nani mtu yule apendezwaye na nini? Na uzima. Apendaye siku nyingi apate kuona mema. Anayependa kuwa na siku nyingi ili aendelee kuona mema. Uzuie ulimi wako na mabaya. Zuia ulimi wako na nini? Mabaya. Linda sana, zuia kinywa chako kwa mabaya. Na midomo yako na kusema hila. Na midomo yako isizungumze hila. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu awabariki. Hilo ndio neno la Bwana ambalo tunapaswa kutembea nalo na kuliishi. Baada ya kusema hayo, naomba usimame kwa miguu yako, nimshukuru Mungu. Yesu kapiga, sogea mbele kwa imani. Unahitaji Mungu akusaidie. Yesu kasogea mbele hapa na watumishi wa Bwana takwenda kuomba pamoja na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, omba neema yako ikashuke kwa binti huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mkono wako wenye nguvu Bwana, uwezao kuokoa na kuponya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ulipokuwa unatoka kaburini, wale askari waliweka jiwe kubwa ili kukuzuia usitoke, lakini kwa kuwa wewe ni Mungu na una nguvu zote, jiwe lile likatoka na ukafufuka, ikawa ushuhuda mkuu. Vivyo hivyo watoto wako Bwana, asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila aina ya jiwe lililowekwa juu ya maisha yake likaviringishwe kwa jina la Yesu na kutupwa mbali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Iyo Kalvari, iyo Kalvari.